Vishi mwanangu. Pole. Ila pia nimejaribu kutafuta dawa ya kukuponya hiyo sumu yako, lakini nimeshindwa kutokana na ukubwa wa bei wa hiyo dawa. Hivyo vumilia tu mpaka nitakapopata hiyo pesa, nene nikakuchukulia utatumia. Mama, mimi nitakufa. Hebu jitahidi angalau upate hela. Nipeleke hospitali mama, nakufa kweli. Huwezi kufa. Ugonjwa mdogo kama huo unakufaje? Wewe vumilia tu mpaka nitakapopata hiyo dawa, nitakupa utatumia. Mama, uso ugonjwa mdogo mama. Mama, hii sumu. Mama, kwani umesahau hii sumu? Mama, mimi nakufa kweli. Tumbo linaniuma sana mama, nakufa. Mama, sitaki kufa mama. Basi nenda kakope, sikuna watu wanakopesha huko mama. Mimi nakufa kweli. Sio masiara mama. Napata maumivu sana. Wana wazimwe? Yaani mimi niende nikaingie madeni huko kwa sababu ya ugonjwa wako? Yaani mimi nikakope kabisa hela nikupeleke wewe hospitali kwa sababu ugonjwa mdogo kama huo uniingize mimi madeni? Haiwezekani. Ina maana umesahau kama wewe umetoka kwa ndugu zako huko? Sio alikuwa anakufanyia mpango wa kupeleka hospitali? Ukaamua uondoke uje huko. Yaani kiasi gani unavyoniamini? Sasa kwa nini unanipelekesha hivyo? Nimekwambia tulie, itakavyopatikana hiyo hela nitaenda kukuchukulia dawa utakunywa. Na kama itashindikana itakuwa basi Mungu amependa hiyo hivyo. Hapana mama, useme hivyo. Mimi nakufa kweli mama. Hizo kelele zako naona unaniumiza kichwa tu hapa nilipo. Nimeshakwambia subiri. Nikipata hiyo pesa si nitakuletea hiyo dawa au? Ukifa kufa Mungu atakuwa amepanga. Mama, useme hivyo. Mama. Mwili umeshafika. Lakini nashangaa wewe upo huko afu msibani haupo. Mimi nilikuwa na jukumu la kupambana juu ya mdogo wangu Vishi, ili nimpeleke hospitali kwa sababu sumu ile haiwezi kumwacha salama asipofika hospitalini. Na wewe unajua hicho kitu. Ni moja ya jukumu ambalo umeniacha nalo. Kwa hiyo umempeleka hospitalini. Samahani mzee wangu. Nilivyorudi sikumkuta. Na kuna mtu ameniambia yuko fresh tu. Tena nimemkuta kwenye uwanja wa netball anacheza na goli anafunga. Kwa hiyo nikaona labda pengine ilikuwa fake, haikuwa sumu. Unachoongea unamaanisha Ibugo? Namaanisha. Kwa nimeachana nalo hilo jambo. Kwa sababu huwezi kuendelea kumvuta mtu ambaye havutiki. Kikawaida ilibidi abaki nyumbani. Si ndugu yetu, mimi mwenyewe nimemmiss mdogo wangu. Hasa kama sijamkuta na hamna taarifa yoyote, simu wala SMS manake. Usilazimishe sana udugu ambao hukutaki. Sawa, tuachane na hayo. Vipimo vinaonyesha kwamba hajauawa. Kwa maana hiyo inaonyesha kwamba muuaji ametumia akili nyingi sana. Lakini kinachonistaajabisha, muuaji mimi nimemshuhudia kwa macho yangu. Sasa nashangaa wanaposema kwamba mke wangu hajauawa. Hii inaleta picha gani Bugu? Mimi nafikiri serikali ndio yenye majibu ya mwisho. Kama vipimo vinaonyesha hivyo, azikwe, maisha yaendelee. Kwa sababu kufa kwa mtu sio mwisho wa maisha ya watu wengine. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Lakini inanitia shaka sana. Hivi hata kama ni wewe umeshuhudia hivi, mauaji yanafanyika na mtu ambaye anafanya mauaji umemshuhudia hivi, alafu leo unakuja kupewa maelezo ya design hii. Wala wote mafadha. Dunia ilivyo, kuna vitu vya kudili na serikali na kuna vitu vya kudili kimya kimya. Midhali muuaji anajulikana, basi tutadili naye. Okay? Msiba uishe, tutadili naye kikamilifu. Sawa. Sasa kwa nini utakuja kwenye msiba? Baba, mimi sikuwahi kuwa na maelewano na mdogo. Kwa unaweza nikaenda pale maiti kajikunja. Watu wakanishangaa. Umeona? Nikaweka tafarani. Kwa ni bora watu wajue jamaa kasafiri hayupo, ndio maana nipo zangu ndani. You see? Kwa hiyo baba, kwa sababu tu ambazo unazijua, sije kuelewana na yule. Kukuona kwenye msiba mtu ambaye siwani naye, naweza nikazua tafarani. Pengine wakapatikana ndugu zake, wakazua gumzo.
nimefuata nini kama adui? Kwa sababu mimi naonekana ni adui kwa kuwa nilikuwa namuelekeza mambo mazuri tu juu ya mtoto wake. Bugo, utakiwa kuishi kwa ajili ya watu. Na maanisha ni kwamba sasa hivi ule ni umauti. Sawa? Kwa hiyo ulikuwa unahitajika kabisa kuwepo kwenye uhudhurie kwenye msiba. Baba, ninaomba unisamehe kwa hilo kwa kweli. Mimi msibani siwezi kuja. Siwezi kuja kabisa. Hivi wewe ni mwanangu kweli mimi? Unanitia mashaka. Inawezekana wewe mimi nilisingiziwa. Yaani wewe nilibambakiziwa. Sio mwanangu wewe. Mwanangu kweli unaweza kufanya vitu vya aina hii? Hata jamii inachukuliaje? Wewe unaona uko sahihi kabisa. Wewe itakuwa sio mwanangu. Nitakuwa nimebambikiziwa. Ina habari njema mwanangu. Habari njema ni kwamba mimi natambua kwamba kaka yako anajua kwamba umeathirika kwa sumu. Na hiyo sumu hauwezi kupona kwa maziwa machache waliokupa, na ndio maana alikuwa anakupambania ili wakupeleke hospitali. Kwa hiyo habari njema ni ipi hapa? Habari njema wewe unakufa. Na uzuri wake kwamba unakufa ukiwa kaka yako anajua kwamba umekufa kwa lipi. Ina maana hiyo itakuwa sihusiki na mimi kwa sababu utakuwa hujafa kwa mkono wangu. Na hiko ni kitu ambacho mimi nilitamani muda mrefu. Yaani nilitaka wewe ufe. Ila nilishindwa jinsi ya kukuua. Kwa sababu kaka yako angekuja juu na kunisumbua kwa nini nimekuua ndugu yake. Kwa hiyo mama, wewe lengo lako nife. Mimi kazini unaenda kunisaidia. Lengo langu ufe ndio. Na siwezi kukusaidia kwa sababu kifo chako ni furaha yangu. Uzuri ni kwamba hata ukifa hapo sasa hivi sitakuwa na kesi yoyote kwa sababu usababishaji wa kifo chako kimetokea huko kwa ndugu zako. Na ulivyokuwa una akili sasa, umeenda kujiua mwenyewe. Raha iliyoje upande wangu. Unafikiri nitahusika na hiyo kesi? Sawa mama. Kwa hiyo dawa umepata? Yaani wewe kweli ni zezeta. Yaani nilijua una akili tu, kumbe ni zezeta namba 1. Hivi unahisi kwa maneno yote niliyoongea hapa, unafikiri nitatoa wapi baba kukupa wewe dawa? Yaani mimi nitoke nikakutafutia dawa wakati furaha yangu ndo hiyo hali ulionayo? Na kitu ambacho ukijui ni kwamba kaka yako na baba yako hawawezi kuja hapa kwa sababu wazo la kuwachonganisha umenipa wewe. Kwa hiyo kwa sasa watakuwa bize na magomvi yao. Hawawezi kuwa bize na wewe. Na nataka nikamilishe sasa kusherehesha mwanangu, ili ujue habari njema imekamilika hadi wapi. Mimi ni mtu ambaye nakuua alafu nakupa taarifa. Sasa taarifa ya pili ni hii. Baba yako na kaka yako wanaenda kuuawa. Na mimi ndo nilotengeneza timu kupitia mawazo yako. Kwa mwisho wa siku nitabaki peke yangu na kila kinachowahusu nitamiliki mimi mwenyewe. Mama mdogo, unachofanya sio kizuri. Kwani sisi tumekukosea nini? Mlichokosea ni kihelehele chenu tu. Kama mungeniacha huru tangu hapo, haya yote sidhani kama yangetokea. Hapana, mama mdogo una roho mbaya. Yaani ungetuzuru tu, hata tungekuacha. Unafikiri Mungu atakuacha? Ipo siku Mungu atakulipizia kwa hiki. Mungu anilipizia kwa mjinga kama wewe? Wewe si umeona umesaidiwa mara nyingi lakini bado umeingia kwenye ujinga. Sasa Mungu atanihukumu wapi? Wakati wewe umetetewa mara nyingi. Lakini upuuzi wako ndio ulofanya mpaka sasa uwe kwenye hali hii. Mimi naamini kaka anakuja. Hiyo ndoto ya mchana mwanangu. Sidhani kama inaweza kutokea. Na ukirudia kumtaja kaka yako hapa, utakufa kwa mateso. Maana mimi nitakutesa kabla ya kifo cha sumu yako. Umenielewa? Umenielewa nachongea? Pole kwa kusubirisha. Asante. Na utokako? Safi. Mrejesho umekaje? Mrejesho mpaka sasa hivi mimi naona ni mzuri kwa sababu kaka yangu amekubali kunisaidia.
Safi. Mtaongeza nguvu za ziada au nyewe wenyewe mnatosha? Tuongeze tena watu? Hapana, sisi wawili tunatosha. Nimeuliza hivyo kwa sababu maana mpaka mtu ambaye namuogopa mimi basi ujue ana kitu, na ndio maana nikauliza mtafanya wenyewe au mtaongeza nguvu za ziada? Mbona umeanza kunitisha sasa? Kitu gani ambacho sisi tunaweza tukashindwa kukikabili, alafu mtu mmoja akatushinde watu wawili? Sio mmoja, ni wawili, usisahau hilo. Nifafanulie vizuri kwamba wewe mtu tutamshindwa kweli? Mimi sijajua kama mtamshindwa au mtamweza. Nimejaribu kuuliza tu. Kwa hiyo hata kama mtamshindwa kwa sababu ana kitu cha ziada, ndio unataka ukimbie? Unajua kuna jambo linaniogopesha sana. Yaani tukianza kutafuta watu tena, unajua siri yetu inakuwa sio siri tena. Kinakuwa ni kitu ambacho kila mtu atajua sisi ni wauaji. Kwa hiyo mimi naona kama bora tupambane wenyewe sasa. Una akili ya kujiongeza. Kwa hiyo kama umeona ni bora kupambana wenyewe, hapo inabidi mpambane kweli. Iwe ana nguvu za ziada, iwe hana. Hauna sababu ya kukimbia. Kwa sababu haya ana nguvu za ziada inabidi afe au wewe ufe. Kwa hiyo ukikimbia, ina maana utakuwa umemwacha yeye. Wewe utakufa. Na ukiona wewe hutaki kufa, mpambane ili yeye afe. Nasikitika sana. Uchunguzi uliofanyika umegundua wewe ndio muuaji. Unasumbua akili yangu. Kweli leo mzee umeniamlia, kwa sababu dakika chache zilizopita umenitusi bonge la tusi, yaani the big tusi, kiasi kwamba mtoto yote hawezi kusahau. Unavyozungumza katika umri wangu unakuonekana kama mimi mama alikusingizia ni tusi, lakini haujaridhika. Umeamua kuja kunikwaza. Cha kwanza kimenikwaza, nimevumilia. Cha pili unaniita mimi muuaji. Anyway, ushahidi? Uchunguzi ndio ufanya nimebaini wewe ndio muuaji. Yaani ni muuaji ambaye unasumbua. Na ndio unaitafutwa. Prosecutor. Nafikiri ndio jina linalokufaa. Tuseme tupo Korea. Prosecutor Kim Jong-un. Nakupa jina kubwa kabisa kwa professional uliotumia kufanya research. Yes. Kagundua kama mimi ndo muuaji kabisa. Tena ni hatari. Okay, prosecutor. Kwa kuwa umebaini mimi ni muuaji na umeamua kunipa hiyo hukumu ya uuaji, tell me what next? Nini kinafuata? Nipeleke mahakamani. Nisikilize. Kwanza sina sababu ya kupeleka mahakamani. Alafu hapa sasa ndo naendelea kuamini kwamba wewe sio mwanangu mimi, na vile vile siwezi kuwa rafiki na muuaji, na siwezi kuwa na mtoto ambaye ni muuaji. Kwa hiyo cha kwanza navunja ule wa ubaba na mwana, navunja. Wewe sio mtoto wangu, na wewe mimi sio baba yako. Kwa sababu umeshavunja ubaba na mtoto, ni dhahiri kwamba wewe umezamiria kabisa kwamba mimi niwe adui na wewe. Na mimi siwezi kumkataza mtu anotaka kuwa adui na mimi, kwa sababu mimi naweza nikaa sitaki uadui na mtu, lakini mtu anataka uadui na mimi. Kwa unavyotaka nami nataka. Sikiliza Ebugwa, msiba ukiisha ni lazima nidili na wewe, na msiba wangu mimi ni wa siku moja tu. Baada ya hapo nitadili na wewe. Sasa hebu niambie, unakimbilia wapi muuaji wewe? Kama mimi ni muuaji mpaka serikali imeshindwa kutambua nani kaua, manake mimi ni professional.
Sasa professional killer anawezaje kumkimbia mtoto mdogo? Usiniite mtoto mdogo mimi wewe. Mimi mtoto mdogo? Calm down young boy. Calm down. Mimi ni muuaji wa kimataifa. Kwa mtazamo wako ambao watu wanafanya research wanakosa kumtambua, lakini wewe Kim Jong Un kutoka Korea umekuja kufanya research ukabaini kwamba mwanao anaweza kuwa muuaji. Unasimama mbele yangu bila hata aibu, bila hata kutafakari. Kuna kitu hapa kinazunguka kutokana na akili yangu. Mimi nitakijua na siogopi kudili na yoyote. Kwa hiyo karibu. Lakini mwisho wa siku utaona aibu. Watu wote wenye tabia kama zako wanalipukaga. Akipoteza kitu katikati ya watu anamhukumu mtu. Mwisho wa siku anaikuta kwenye mfuko wake. Anaona aibu kumtazama alomhukumu. Kuna wewe naamini utaona tu aibu. Mimi nimepata wazo. Wazo gani mama? Inabidi uanze kumuua baba yake Ibugwa. Alafu Ibugwa ndo afuatie. Na kwa sasa tayari nimeshachonganisha. Hivyo itakuwa rahisi sana kumwanza baba Ibugwa ili kuiaminisha jamii kwamba Ibugwa ndo muuaji. Hiyo haina shida. Kwa sababu tumeungana na kakaangu na kakaangu kakubali kabisa atanisaidia kwa kila kitu. Basi haina shida, ondoa shaka mama. Inabidi nikukutanisha naye baba Ibugwa ili umthibitishie kwamba Ibugwa ndo alokutuma wewe uue. Yule pale mama. Aliyesababisha mimi nimuue Morin. Yule pale. Achana nawe asikutishe. Maana ukitishika utaacha kumuua Ibugwa na Ibugwa atakuua. Ciao, 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 ciao.